بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ndugu zangu wana Dua Online TV, kwa utukufu wa Allah na baraka zake, leo nakwenda kuwafundisheni elimu ya juu ya kuweza kuitumia surati Kauthar. Miongoni mwa sura ambayo nimeizungumza mara nyingi katika vipengele tofauti tofauti, lakini leo tutakwenda kuigusia kidogo miongoni mwa kauli za wanawachuoni na siri mbalimbali insha Allah. Na tuzidisheni dua, kwani tumepokea kutoka kwa mtukufu wa daraja, lau mtihani utakuja katika ulimwengu au gharika litaka kushuka katika dunia, hakuna kitachoweza kuzuia isipokuwa ni dua. Na Allah mwenyewe kwa utukufu wake ametutaka sisi sote duniani tumuombe kwa adi kabisa katika sura Bakara kule ukisoma, "Idiuni astajibu lakum, naombeni nitakupeni." Lakini zipo kauli tumefundishana kwamba mwenye kuomba kwa watu, kutaka tawakali kwa watu, basi Allah yule mtu anamchukia. Lakini Allah anampenda mja wake kwamba ni muomba kweli kidogo umepata jambo na Mwenyezi Mungu, ukipata kitu na muomba Mwenyezi Mungu, ile jambo ndo Allah anapenda. Sasa sura Kauthar ni sura gani? Sura hii ni ile ambayo inna atainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Sadaqallahu al-azim. Sura hii miongoni mwa miujiza yake, siku ambayo imeshuka mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionekana mwenye furaha sana, na alikuwa ni mtu mwenye kutabasamu, mwenye furahi, mwenye hivi na vile. Unajua mtu yule ambaye amefurahi sana anakaribwa kila kitu kimtazama, hata wewe mwenyewe unamtazama unajikuta unaingia kwenye furaha. Kwa hiyo mpaka baadhi wa sahaba sura hii na wanachuoni mbalimbali wanaita suratul falah, lakini ni sura ambayo inaitwa Kauthar. Watu wengi sana watoto wao wameita Kauthari, wengine wameita ile rihla na mengine. Lakini insha Allah sura hii ni inafanya kazi zipi? Kwanza niwaambie ndugu zangu, kwa mwenye kutaka kuvuta kheri, kutaka kumlilia Allah kwenye majambo yake, raba riziki, umefungwa labda mambo yako, kazi wewe kwa mtihani kupata, watu hawakupendi, watu hawakushirikisha kwenye majambo mazuri, basi alaikum bisuratil Kauthar. Sawa, alaikum au alaika bisuratil Kauthar. Ndugu zangu katika imani, suratul Kauthar Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kila aya yake inamalizia herufi ra. Inna atainaka al-Kauthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ra hii ukiambiwa ukaangalia kwenye mizani ya abijadia, ile alifu moja, be mbili na hivyo mpaka mwisho kule, utakuta ra ikiwa ina thamani ya 10. Sawa, ra ina thamani ya 10. Lakini kuna herufi imejirudia mara nyingi kuliko herufi yoyote mule katika hii surati Kauthar. Ukitazama herufi hiyo utakuta herufi alifu, ile alifu. Ukiangalia tunaza inna alifu, kuna nuni, kuna alifu. Inna a'atwaina, unakuta kuna alifu hapo, nun, kal Kauthar hapo katikati, kuna alifu hapo kabla alamu. Sawa, kuna alifu zimejirudia kwa utukufu wake na ufundi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zimejirudia mara 10. Taib, zimejirudia mara 10. Lakini ukienda unaambiwa sura hii imekuja kwa amri ya kutoa ahadi au kutoa mwongozo kwa waumini ya kwamba fasalli rabbika wanhari, basi swalini nyinyi wote, wanhari na mweje mkachinje. Ni siku hii ni siku ya Eid al-Adha, au ni hidi ile ya mfungo 3 katika mwezi wa Allah, ambao mwezi mtukufu kweli wa Dhulhijja. Mwezi huu ambao ndani yake Mwenyezi Mungu anasema wal fajr wa layalin ashri, kuna masiku 10 bora kabisa. Lakini ndani yake kuna ile wukufu bi Arafa, kuna kisimamo cha Arafa.
lakini ndani yake kuna siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia hiyo siku ya Arafa kwa yule asiyekuwa hija mwenye kufunga siku hii, Allah anampa ofa ya kumsamehe madhambi yanayekuja yote ndani ya mwaka huo na yale ambayo aliyetanguliza ndani ya mwaka huo. Sawa sawa. Lakini vile vile mwenye kufanya kheri nyingi muda huu, basi heri hizo Allah ndio anazipenda zaidi kuliko masiku yoyote katika ulimwengu. Kwa hiyo ukisoma Suratul Kauthar ndani yake ina kheri na kheri na kheri na kheri na maheri mbalimbali. Sasa ukisoma hizi alifu na dhao kama nilivyokusudia zimekuja mara 10 na mwezi umeshuka wa 10, herufi ile inamalizia 10. Sio na nini uko kwenda kusoma, tuwezi kusoma yote hapa, utakuta 10 10 10. Yote hiyo ni ufundi na utukufu wa Allah Jalla Jalal, Zul Jalal wal Ikram. Sasa faida yake ni nini? Mwenye kuamka usiku akawa na udhu wake kamili, akaweza kuswali sunna haja ama asisome, akasoma sura Yasin labda kuitukuza tu au kuitia nguvu dua yake, ama asisome, aseme tu bismillahirrahmanirrahim, inatoenaka la kusali fasalli rabbika nahari inashana wa karbitare. Aikariri hiyo sura kwa kuisoma mara 10. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lolote lile analotaka. Anataka mali, anataka watoto, anataka kheri gani, anataka biashara zake ziende, anataka kazi, kwa jambo lolote unalotaka wewe la kheri, kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu. Lakini ndugu zangu, mjue tuisome dua hii kama uradi. Kwa sehemu ya kwanza inshallah tutamalizia hapa, lakini tutakuja kufundishana na mambo mengine kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Lakini wasihi ndugu zangu katika Nadwa Online TV wote popote mlipo duniani, tuna vitabu vya kuja kukusaidia, na hata hii Suratul Kauthar tumezungumza wadau kwa uchache wake, lakini ni kubwa kwa sababu hakuna dua ndogo wala hakuna elimu ndogo ndugu zangu, isipokuwa zote ni kubwa. Katika kitabu changu kinaitwa Jeshi la Jabari namba 1. Jeshi la Jabari namba 1. Kitabu miongoni mwa vitabu vimeshiba sana khawasi za Qur'ani, lakini unakitaka na vitabu vingine vipo. Maajabu ya mitishamba ipo na pamoja namba 2. Uchawi wa mahaba, uchawi wa pwani, uchawi wa moto. Fungue Ahl Badri, unataka kujua Ahl Badri unaitumiaje, watu wanaisomaje kupata manufaa. Lakini una vitabu vingi, safi na nzito, jiko la ukanga na mambo mengine. Ndugu zangu, vitabu hivi vyote unaweza kuvipata tena kwa ofa, kwa mapenzi yangu mwenyewe kokote ulipo duniani inshallah. Vitabu hivi unaweza kuvipata. Mimi ni Mwalimu Libuka na hii ni Nadwa Online TV. Karibuni sana kuendelea na masomo katika grupu langu la WhatsApp. Tunatakieni masomo mema, lakini inshallah Allah Subhanahu wa Ta'ala atutakabaria kwa kila kile tunakiomba. Wa ma alaina ila al-balaghul mubin.